Vigenge hivi si vya kupiga soga wala umbea, bali ni kujadili hatma ya maisha yao na biashara zao ambazo zimeteketea kwa moto hapa Aprili 4 ya mwaka huu 2026. Sisi tuliwasilisha kwamba tunaomba tusafishiwe na tuweze kurudishwa kwa haraka kutokana na hali ngumu tulizonazo na tegemeo letu lilikuwa ni hapa. Huu ndio mwonekano wa sasa eneo la soko la simu 2000 mawasiliano jijini Dar es Salaam. Mwonekano huu unakuja ikiwa ni siku moja baada ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba kutoa maagizo kwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na mamlaka nyingine za kiserikali ya kwamba hadi kufikia jioni eneo hili lisafishwe, kwa maana jioni ya leo, na huu ndio mwonekano wake baada ya maagizo hayo kutekelezwa. Kama unavyoona bado wafanyabiashara hawajaweza kurudi na kuendelea na biashara zao, kwa sababu leo tulikuwa na zoezi la kusafisha eneo, na tunashukuru kwa kweli tumefanikiwa kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Alituambia kabla ya saa 12 leo tuwe tumemaliza kama tulivyoahidi, na tumetimiza ahadi tuliyoitoa mbele ya Waziri Mkuu kwamba tutalisafisha eneo hili ndani ya muda mfupi, na sasa hivi kama unavyoona liko wazi. Kinachofuata sasa hivi ni kuangalia utaratibu upi tuutumie kuwapanga wafanyabiashara kwa muda, wakati tunaendelea na utekelezaji wa mradi wa soko jipya ambao unaendelea. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imetenga fedha shilingi bilioni 5 kwa ajili ya kuboresha soko la mawasiliano. Lakini sasa kwa mfanyabiashara ambaye ameunguliwa bidhaa zake, muda wa kusubiri mpaka likamilike ataendelea kupata taabu na kuumia zaidi. Kwa ni lazima tupate mkakati ambao utamsaidia kwa kipindi hiki angalau aweze kupata chochote cha kujikimu. Kwa tumefanya kikao hapa na wafanyabiashara kama ulivyosikia. Tunayo changamoto lazima tuitatue. Kuna mfanyabiashara ambaye amepata hasara, alikuwa amepangishiwa na mtu aliyekuwa na eneo. Kuna mfanyabiashara ambaye tulimhamisha kutoka eneo la mradi akaja hapa kwenye eneo ambalo liliachwa wazi na mtu aliyepewa na kushindwa kufanya biashara na kwenda eneo jingine. Sasa basi, na kuna mfanyabiashara ana eneo lake na alikuwa anafanya biashara, ameunguliwa na eneo na ameunguliwa na bidhaa. Sasa ukija ukilipanga kwa haraka haraka, maana yake ni nini? Kuna mtu utampora eneo lake ambaye alikuwa anafanyia biashara. Kuna mtu utamnyima eneo kwa sababu alikuwa amepangishwa na mtu mwingine. Kuna mtu mwingine amesikia kwamba eneo hili sasa limesafishwa linapangwa, anarudi kutaka kudai kwamba naye alikuwa anafanya biashara. Hawa wote lazima tuweze kuwatenganisha. Tutende haki, tusimdhulumu mtu, lakini mtu mwingine asije akang'ania maeneo zaidi wakati yeye ni mpangishaji. Zoezi hili lazima lifanyike kwa umakini mkubwa. Na nawashukuru wafanyabiashara, baada ya kuridhia mimi niwe mwenyekiti wa soko kwa muda huu mpaka tutakapokamilika, wananiunga mkono. Maelekezo ya Waziri Mkuu ni lazima tuwarejeshe wote bila kujali sasa hizo tofauti zinazojitokeza kwenye hali waliokuwa nayo kabla ya janga la moto. Mikopo, utaratibu umeshaanza kuandaliwa. Tukishawatambua walioathirika, kwa sababu hii mikopo ni fedha ya serikali, ni fedha ya umma, huwezi ukaigawa kama njugu. Tunachokifanya cha kwanza, tunapunguza masharti. Hatuwezi tukategemea mtu wa simu 2000 aende akaandike andiko la mradi, yani alete business plan. Hatutegemei, wala hakutakuwa na business plan. Si sawa? Hatuwezi tukategemea mtu ambaye ameunguliwa na bidhaa, ana kitambulisho cha NIDA, tumtume akamtafute mtendaji wa mtaa ampe barua ya utambulisho. Kitambulisho cha NIDA kinatosha kumtambulisha. Ofisi yangu na irekebisha itakuwepo maeneo hayo hapo ya mwenyekiti wa soko. Nitakuwa nafika hapa kila siku. Leo nilikuwepo hapa saa 12 asubuhi, na hivyo nikiwa na lisimamia hili nitakuwa nafanyia kazi hapa kuwapanga vizuri, kuwasaidia haki itendeke. Sisi tuliwasilisha kwamba tunaomba tusafishiwe na tuweze kurudishwa kwa haraka kutokana na hali ngumu tulizonazo na tegemeo letu lilikuwa ni hapa. Na kwa kweli tunaishukuru serikali, maagizo ya Waziri Mkuu yamefanyika kwa haraka na pamesha safishwa. Kwa hiyo ombi letu ni kwamba tuweze kurudishwa kwa haraka, ikiwezekana hata tuweke meza tu ili tuweze kuendelea kujipatia riziki, kutokana hatuwezi kusubiri muda mrefu wa kuendelea kusubiri labda tutasaidiwa kujengewa na huku tunaendelea kuteseka. Maana tegemeo letu lilikuwa ni hili soko. Tungeruhusiwa kuweka meza kwa haraka, hata kama ni kwa gharama zako mwenyewe, basi ingetusaidia sisi kuendelea
kufanya biashara kwa muda mwafaka. Kwanza tunashukuru Mungu kwa ajili ya serikali yetu hii ya awamu ya 6. Wameweza kutufanyia kwa haraka sana, wameweza kupasafisha, pamekuwa safi kabisa, na tunashukuru Mungu kwa sababu sasa hivi tunaweza tukaweka hata meza zetu, tuweke hata meza zetu kwa muda wakati wanaendelea kuwaza wafanye nini kikubwa zaidi na kubwa zaidi kuliko yote, kwa sababu watu wamepoteza mali zao nyingi sana. Kubwa zaidi wakumbuke kutupatia mikopo kwa haraka kama walivyosema watatupatia mikopo ili watu waweze kuendelea na biashara zao. Maisha ni magumu sana mtaani jamani. Bila kujishughulisha maisha ni magumu sana sana. Ila kubwa zaidi tunamshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan. Popote ulipo, Mungu akubariki sana, Mungu akutunze kwa sababu ya upendo tuliouona kwa hizi siku mbili ambazo tumeunguliwa mahali hapa.